ulinzi na kifuniko wapi? Juu yangu. Ulinzi na kifuniko juu yangu. Haleluya, haleluya. Wangapi wamepokea? Lakini tasoma kitabu cha Zaburi ya 91 mstari wa 4. Zaburi ya 91 mstari wa 4. Zaburi ya 91 mstari wa 4. Ndiyo. Mstari wa 4 anasema kwa manyoya yake atakufunika. Sikiliza, anasema kwa manyoya yake atakufunika. Nami nimewatangazia kwamba wiki hii ni wiki ya kupokea ulinzi na kifuniko. Kwa manyoya yake atakufunika. Wangapi wananielewa vizuri? Maanake popote unapopita kutakuwa kuna mwamvuli mkubwa utakaozuia mionzi mibaya ya uharibifu kwako. Kila hali ya uharibifu Bwana atakufunika. Atawafunika watoto wako, ataifunika mifugo yako, ataifunika kazi ya mikono yako, pasiwe na namna ya kuharibikiwa. Pokea katika jina la Yesu Kristo. Sema nimepokea katika jina la Yesu Kristo. Anasema kwa manyoya yake, kwa manyoya yake atafanya nini? Atakufunika. Kwa kuwa unatembea katika wiki ya nini? Ya kupokea ulinzi na kifuniko. Kila uadui unaposogea mbele yako, Bwana anaweka protection, anaweka ulinzi. Nami natangaza ulinzi kwenye familia yako yote. Familia yako yote natangaza ulinzi katika jina la Yesu Kristo. Ndiyo. Chini ya mbawa zake utapata kimbilio. Chini ya mbawa. Chini ya mbawa zake nitapata nini? Kwa lazima ufanye ukimbie. Ukimbie kwenye mwamvuli. Kwa kuwa umeikubali madhabahu hii, kwako hii madhabahu kwako ndio itakuwa ni mwamvuli unaozuia kila aina ya mishale, kila aina ya magonjwa, kila aina ya mabaraa. Hakuna kitakachokusogelea wewe katika jina la Yesu Kristo. Sema nimepokea katika jina la Yesu Kristo. Ndiyo. Uaminifu wake ni ngao na kigao. Yes, ishia hapo. Kwa manyoya yake atakufunika. Kwa manyoya yake atakufunika. Hebu angalia jinsi gani maneno mabaya ambayo yanakuja kwako. Kuna maneno, kuna uwezekano umetamkiwa na watu kwa ajili ya uharibifu. Kwa ajili ya nini? Uharibifu. Kuna uwezekano wamekuombea, wamesema ya kwamba huyu mtu hatafanikiwa, kila unapofanya kazi hautakuja kufanya nini? Kufanikiwa. Lakini sisi kwa kuwa tunajua ni wapi pa kukimbilia, hakuna neno lolote baya litakalo kugusa katika jina la Yesu Kristo. Mkumbuke ya kwamba sio kila mmoja anakupenda. Sio kila mtu anafanya nini? Anakupenda. Kuna mwingine anaweza kuwa anakupenda mdomoni lakini moyoni anakutamania ufe. Kuna mwingine anaweza kuwa anakusifia, anasema upo vizuri, lakini moyoni anakutamania upotee. Nataka nikwambie wewe uliopo mahali hapa, yoyote yule aliyekuwazia baya, lile baya limfuate yeye. Mabaya yamfuate yeye. Mabaya yoyote yamfuate yeye. Kwa maana kuna mabaya, watu wanazungumza mabaya ili waharibikiwe. Kuna uwezekano watoto wako wameanza kusoma, wanasema tutaona kama atamaliza chuo, tutaona kama atamaliza. Wanayasema maneno hayo. Hayo maneno siku ya leo ninayafuta maneno hayo. Maneno hayo ninayafuta kwa moto. Kuna wengine wanasema kabisa tutaona kama atamaliza chuo.
wanasema na wameapia kabisa na wametoa na sadaka, wamesema ya kwamba huyu tutaona kama atamaliza. Nataka nikwambie kwenye hii nguvu iliyopo mahali hapa, mtoto wako atamaliza shule, watoto wako watamaliza vyuo, na mambo yao yatakuwa safi katika jina la Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. Nataka nikwambie kuna watu wanazungumza sana dhidi yako, na wengine wanaweza kuwa wanazungumza dhidi ya madhabahu hii ili sifike mbali. Nataka nikwambie madhabahu hii itafika mbali kwa viwango vikubwa vya serikali tukufu ya ufalme wa Mungu. Haleluya. Tutazidi kuchanua na kustawi. Nami nakutangazia kuchanua na kustawi. Kuchanua na kustawi. Kuchanua na kustawi. Mipango mingi mibaya. Kwa maana Jumapili somo letu linazungumzia ulinzi. Ulinzi. Maandiko yanasema hata mkipewa kitu cha kufisha hakitakudhuru. Hata mkipewa kitu cha nini? Cha kufisha hakitafanya nini? Kuzuru. Unaweza kuwa upo hapa lakini kuna mtu anawaza kuwekea kitu. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Kila aliyepanga kukulisha kitu chenye sumu, nasema ya kwamba kile kilichopangwa atakila yeye. Atakila yeye. Nyamje kuona mtu anasema hiki hapa, au nyamje kuona kwenye video kule kwenye mitandao, unakuta mtu anaweka ubaya kwenye chakula hiki ili ukila uumie, si ndio? Lakini tunaona kwenye video unakuta kuna huyu anabadilisha, itakiwa wale huyu anabadilisha mtu fulani. Ndivyo Mungu atakavyofanya mabadiliko ya kila kilichopangwa kwako. Uumie, kitabadilishwa, atakula yeye. Haleluya, haleluya. Na kutangazia ulinzi huu mkuu sana kwako. Leo hujaji ya bure. Nataka nikwambie leo hujaji ya bure. Leo Bwana anafanya ulinzi kwako. Leo Bwana anafanya ulinzi kwako. Sema imekuwa kwangu. Imekuwa kwangu. Kwa jina la Yesu, familia yangu naitangazia ulinzi. Kwa jina la Yesu, watoto wangu nawatangazia ulinzi. Kwa jina la Yesu, kila napopita Bwana ananilinda. Kila nachofanya kinaenda kufanikiwa. Kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Kuna mtu hapo, kuna jambo ameshaanza kulianzisha, yani umeanza kulianzisha, kuna jambo tu fulani. Kama kuna jambo ambalo umelianzisha, inaweza kuwa ni biashara umeianzisha, si ndio? Inaweza kuwa ni mifugo umeianzisha, inaweza kuwa ni masomo umeanzisha, inaweza kuwa ni mahusiano umeanzisha. Inawezekana kuna jambo tu fulani limeanza jipya. Mwingine unaweza kutata mimba imeanza, si ndio? Nataka nitamke ya kwamba kila ulichokianzisha kiende kikafanikiwe. Kila ulichokianzisha kiende kikafanikiwe. Pasiwe na namna yote ile ya kurudishwa nyuma. Ile roho ya kurudishwa nyuma na ipiga chini, bali ile roho ya kwenda mbele iambatane nawe. Hakuna kurudishwa nyuma. Pokea nguvu ya kwenda mbele. Pokea nguvu ya kwenda mbele.
shamba lako naitangazia ya kwamba likastawi sana mpaka majirani washangae. Mahusiano ulionayo unatangaza ya kwamba yakastawi sana mpaka washangae. Biashara unayoifanya ikabroom, ikachanue. Na kunawezekana watoto wako hawakupendi. Kunawezekana watoto wako hawana time na wewe. Watoto hawana time na wewe. Na naachilia Roho wa Bwana uwafuate watoto wako. Roho wa Bwana awafuate watoto wako, na akawakumbushe ya kwamba kuna wazazi. Ikawakumbuke ya kwamba kuna wazazi. Waanze kuleta vitu kwako, waanze kukuhudumia, waanze kufanya vizuri. Nami nawatamkia popote walipo watoto wako, popote pale walipo, kila roho iliyokuwa inawazuia ili wasije kwako kutembelea, na ifunga kuanzia dakika hii. Na nawatangazia ya kwamba watoto wako popote pale watoto wako walipokuwa naishi maisha ambayo hayampendezi Mungu, maisha ambayo yalikuwa hayampendezi Mungu, ninafuta ile roho. Kunawezekana ni makahaba, kunawezekana ni wezi, kunawezekana ni matapeli. Ninafuta hizo roho kwa watoto wako katika jina la Yesu Kristo. Ninafuta katika jina la Yesu Kristo. Either sometime walikuwa ni walevi, ninafuta roho ya ulevi katika jina la Yesu Kristo. Waanze kukumbuka sasa wewe. Kuna ili neno nalotamka hadi kwenye kizazi chako. Kunawezekana upo mahali hapo unasema mimi mbona sina mtoto, utakuja kuzaa mtoto.